Katika maendeleo mapya ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani itajiondoa Iran ndani ya muda wa wiki 2 hadi 3 iwe kuna makubaliano au la. Akizungumza kutoka ikulu ya White House, Trump alisisitiza kuwa lengo kuu la operesheni hiyo tayari limefanikiwa, yaani kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia kwa muda mrefu. Aliongeza kuwa mazungumzo na Iran si muhimu tena katika ratiba ya Marekani. Trump alisema Marekani sasa inadhibiti anga la Iran, viongozi wengi wa kijeshi na kisiasa wa Iran wameondolewa madarakani na serikali mpya ya Iran inaonekana ya busara zaidi. Aidha, alidai kuwa Iran sasa inaomba makubaliano, jambo ambalo limekanushwa na upande wa Iran vikali. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake iko tayari kumaliza vita, lakini kwa masharti lazima kuwe na dhamana kuwa vita haitaanza tena na usalama wa taifa uhakikishwe. Hii inaonyesha kuwa bado kuna pengo kubwa kati ya pande hizi mbili kuhusu namna ya kumaliza mgogoro huu. Rais wa China Xi Jinping ameanza juhudi za kusukuma sitisho la vita. China pamoja na Pakistan wamependekeza kusitishwa kwa mapigano mara moja na kufunguliwa tena kwa njia muhimu ya biashara ya mafuta, yani Strait of Hormuz. China inalenga kulinda uchumi wa dunia, hasa sekta ya viwanda inayotegemea nishati na mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Katika mji wa Beirut, mashambulizi makubwa ya anga yameripotiwa huku watu wasiopungua 7 kuuawa, na jeshi la Israel linasema limemlenga kamanda wa Hezbollah, huku uharibifu mkubwa wa mali ukiripotiwa. Hii inaonyesha kuwa vita vinaenea nje ya Iran na kuathiri nchi jirani kama Lebanon. Mgogoro huu umeathiri pakubwa uchumi wa dunia, kwani bei ya mafuta ya Brent imepanda kwa 64% mwezi Machi peke yake. Hii ni ongezeko kubwa zaidi tangu vita vya Ghuba vya mwaka 1990, yani Gulf War. Sababu kuu ni hofu ya kukatika kwa usambazaji wa mafuta na kufungwa kwa njia muhimu za usafirishaji kama Strait of Hormuz. Wataalamu wanasema vita hii inaweza kugharimu Marekani hadi dola bilioni 2 kwa siku, na tayari imegharimu makumi ya mabilioni ya dola. Hii inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta, kuongezeka kwa mfumuko wa bei na athari kwa uchumi wa wananchi wa kawaida katika nchi ya Marekani. Kauli hii ya Trump inaashiria kuwa Marekani inataka kumaliza haraka operesheni yake Iran, iwe kwa ushindi wa kijeshi au bila makubaliano rasmi. Hata hivyo, Iran bado inasisitiza masharti magumu, huku China inaingia kama mpatanishi na vita vikiendelea kuenea katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Swali kubwa sasa ni je, vita vitaisha kwa makubaliano ya amani au kwa upande mmoja kujiondoa tu?